tufanye yale aliyoagiza kuyafanya kwa nguvu sana, ndio unakuwa umekamilisha kumbukumbu ya kuzaliwa kwake. Sio neno vizuri. Tunasema kuna mwezi Nyerere, siku ya kuzaliwa kwa nini kwa Nyerere? Vyombo vyote vya habari vinasema Nyerere alileta azimio la Arusha, alifanya kitu hiki, alikataa rushwa. Kwa hiyo tunawahimiza na nyinyi mkatae rushwa, msipokee rushwa, maana Nyerere baba yetu wa taifa alikataa rushwa. Kuna moja hivyo. Kwa hiyo tunakumbuka yale aliyofanya, na namna nzuri ya kuyaenzi ni kuyaishi yale aliyofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tuko kwenye juma la kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Namna pekee ya kumwenzi, lazima ujue pasi na shaka Yesu alikuja duniani kwa kusudi gani, na hilo kusudi ulienzi, ndio tunasema unafanya kumbukizi ya kuzaliwa kwa huyo Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa lazima tujue alikuja kufanya nini. Sasa bahati nzuri manabii waliotabiri tangu zamani walitabiri na wakasema Yesu Kristo anakuja kufanya nini. Tunaona unabii wa kwanza, usiku wa kwanza, lakini kwa mimi nilivyoandika hapa 7:14 Isaya 7:14 Bikira. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira anachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, nawe utamwita jina lake Imanueli. Maana ya jina Imanueli maana yake Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni Mungu alikuwa anaitembelea dunia, anautembelea ulimwengu kwa mara ya kwanza, akikaa na wanadamu kwa miaka ambayo alipokezana nao kwa sababu ya dhambi kwa miaka zaidi ya 1000 iliyopita. Anakutana nao tena, anakuja kukutana nao tena, anakuja kuongea nao tena, anakuja kurekebisha mahali palipokuwa pamekaa vibaya. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anasema huyo atakayekuja atakuwa ni Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisema kuna kitu kigumu ni kumtofautisha Mungu na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna wakati fulani wa mchungaji alikufundisha juu ya nafsi, mwili na roho. Akatufundisha jinsi kwa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Akatolea mfano wa maji. Akasema maji yale yanaweza kuwa barafu, yanaweza kuwa mvuke. Bali kuishi sawasawa na mapenzi ya Yesu Kristo. Tuishi sawasawa na lile lilomleta Yesu Kristo hapa duniani. Sisi tunaelewana vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Luka 8:21-39. Luka 8:21-39. Lakini Yesu akamwambia watu wote, mama yangu na ndugu zangu ni wale wanaosikia neno la Mungu na kulishika. Mama yangu na ndugu zangu ni wale wanaosikia neno langu na kulishika. Kwa hiyo ili iwe na maana juma hili, ili iwe na maana tarehe 25 ambayo ni kilele chetu, ili iwe na maana, lazima tukubali kulishika, kuliishi, kulitunza neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tukubali kulishika, kuliishi na kulitunza neno la Mungu. Hayo ni maadhimisho makubwa zaidi. Hayo ni maadhimisho makubwa zaidi. Haleluya. Cha ajabu, mpaka walevi wataadhimisha siku. Wataadhimisha, wanalewa. Wataadhimisha wanafanya nini? Wanalewa. Wanalewa kweli kabisa. Wengine watakesha huko wanalewa. Wako sawa? Wako sawa? Hawako sawa. Mungu atusaidie sana. Lakini
iliyo bora ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni kuyaishi mapenzi yake. Jambo lingine, kutangaza habari njema za wokovu kupitia jina la Yesu Kristo, kwani yeye ndiye njia na uzima. Kutangaza habari njema za wokovu kupitia jina la Yesu Kristo, kwani yeye ndiye njia na uzima. Mathayo 28:19. Mathayo 28:19. Sasa lazima uwe na self target, ujitengenezee utaratibu ambao unatengeneza malengo ya kwako binafsi. Kwa mfano, tunapoanza Januari tunakuwa tuna malengo, si ndio? Tunakuwa tuna nini? Malengo. Kama mwaka huu nataka ikifika mwezi wa 12, kuna vijana wangu pale wanaanza kuhamia kwenye nyumba zao. Wanaanza kuhamia kwenye nyumba zao mwezi huu. Mwaka jana walituambia kwamba wanatoa shuhuda, mwaka huu lazima nihamie kwenye nyumba yangu. Leo nzuri. Kwa hiyo Mungu wengine amewasaidia, mwingine leo amenirushia, anamalizia shimo la chuo, anakimbia haraka ili atimize hilo la kuhamia kwenye nini? Kwenye nyumba yake. Lakini tafuta malengo ya utumishi wako na Mungu wako pale na jamaa, sijui kama watakuwa na asilimia ngapi, kwa sababu moja